Leo tulikuwa tuna hafla ya utoaji wa mikopo kwa makundi ya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu ambao wanapatikana katika manispaa yetu ya Iringa, na kwa leo jumla ya milioni 479 tumeweza kuzitoa kwa makundi haya matatu, tukiwa na makundi matano ya watu wenye ulemavu. Tuna mlemavu wa viungo, wa kusikia, wa kuona, wapo ambao wamejitokeza katika mikopo hii, lakini pia tuna vijana wa kike na wa kiume wamehamasika, na pia wanawake, na kwa ujumla katika vikundi ambavyo leo tumeweza kuwakopesha wanaenda kushiriki kwenye shughuli mbalimbali zikiwemo za uanzishaji wa vikundi vidogo ambavyo ni viwanda. Kuna vijana ambao wanaenda kuanzisha utengenezaji wa gypsum, lakini pia wanaenda kufanya mambo ya useremala. Kopa awamu sasa hivi ndogo, lakini tunatoa mikopo kama ambavyo mnajua, kwa mujibu wa sheria halmashauri zote zinatakiwa kutenga 10% ya pato lake la ndani la mwaka kwa ajili ya kuwapa vikundi vya wanawake, vijana na walemavu. Kwa maana wanawake 4%, vijana 4%, walemavu 2% katika ile 10% yote ya pato la ndani. Leo tulikuwa tunatoa vikundi vilivyo katika manispaa ya Iringa. Kama mnavyojua, wilaya yetu ina halmashauri 2, ina halmashauri ya Iringa na ina manispaa ya Iringa. Leo tulikuwa tunatoa mikopo kwa vikundi vya manispaa ya Iringa, ambako katika awamu hii vikundi takriban 40, ambako vikundi 26 ni vya wanawake, vikundi 9 vya vijana, vikundi 5 vya walemavu wamepata takriban shilingi milioni 479 katika ile milioni 790 na iliyopangwa kwa ajili ya mwaka huo wa fedha ambao sasa unaenda kumalizika mwezi wa 6 mwishoni. Kwa hiyo leo tuna furaha sana kwa sababu kama mlivyoona vikundi vimefurahi sana na wanamshukuru sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa fursa hii. Lakini tumeweza pia kuwaambia kwamba pamoja na hayo, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan aliweka utaratibu wa kwamba pamoja na watu kupewa hii 10% ya makusanyo ya pato ya ndani kwenye hizi halmashauri, lakini bado kuna maelekezo ya kwamba 30% ya bajeti nzima ya manunuzi kwenye hizi halmashauri wapewe vikundi ambao wamejiandikisha. Sasa kuna vikundi ambao wanajiandikisha wanapata fedha, lakini wengine wanakuwa kwenye waiting list ya kupata awamu inayofuata. Lakini wowote waliojisajili wanatakiwa sasa wajisajili katika mfumo wa manunuzi wa NeST, ili sasa waweze kuona fursa ya zinazotangazwa kwa maana ya ununuzi. Sasa wakishaona zile, wanatakiwa waombe wajisajili kwenye mfumo, halafu waombe, kwa sababu 30% ya manunuzi yote inatakiwa iende kwa hawa vikundi waliojisajili, kwa maana ya vikundi vya wanawake, vijana na ulemavu. Kwa hiyo iwe ni kununua madawati, iwe ni kununua stationery, iwe ni kununua chochote, 30% lazima irudi kwa hivi vikundi. Na hiyo ni njia na dhamira ya dhati kabisa ya serikali kuwawezesha hawa ambao ni wajasiriamali wadogo wadogo, ambao lengo letu ni wapande kutoka kwenye level ya chini, wapande sasa kwenda kwenye level ya wajasiriamali wakubwa, alafu waingie kwenye mikopo mikubwa ya benki, alafu wapande zaidi na wao walipa kodi wazuri, na serikali izidi kupata mapato na maendeleo yalizidi kurudi zaidi kwa wananchi. Kwa hiyo tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kutengeneza mfumo huo mzuri, na nichukue fursa hii kuwaambia wote waliojisajili kwenye vikundi hivi vidogo vidogo vya wajasiriamali, vya wanawake, vijana na walemavu, kuna fursa hiyo. Mjisajili kwenye mfumo wa manunuzi, muhakikishe mkiona zile fursa mnaomba na mnasisitiza kwamba sisi ni vikundi tuliojisajili na kisheria tunatakiwa tupate ile 30% ya pato zima la ununuzi iwarudie hawa wajasiriamali wadogo wadogo.